Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kutokana na taarifa zinazosambaa mitandaoni, Dudu Baya kulalamika kuhusu ubovu wa kifaa cha MRI hospitali ya Muhimbili, na nukuu, katika ukurasa wake wa Facebook, msanii wa muziki wa Bongo Flava yani Dudu Baya amelalamikia ubovu wa huduma ya kipimo cha MRI katika Muhimbili National Hospital, akidai kuwa matokeo ya kipimo hicho hayalingani na tatizo analokwenda nalo mgonjwa. Kupitia maelezo yake, Dudu Baya amesema kuwa wakati mwingine mgonjwa anaweza kwenda kupima akiwa na tatizo la sehemu fulani ya mwili, lakini majibu ya kipimo cha MRI yakaonyesha tatizo tofauti kabisa. Ameeleza kuwa wakati mtu anaweza kwenda kupima tatizo la tumbo, lakini majibu yakatoka yakionyesha tatizo la kichwa, au mtu mwenye tatizo la miguu akapatiwa majibu yasiyohusiana na sehemu nyingine ya mwili. Aidha, amedai kuwa wakati wa kufanyiwa kipimo hicho wagonjwa huwavalisha headphone, jambo ambalo kwa maoni yake linaongeza sitofahamu kuhusu namna vipimo hivyo vinavyofanyika na majibu yanavyopatikana. Hivyo basi, kutokana na taarifa hizo kusambaa mitandaoni, Wizara ya Afya imetoa tamko. Hospitali ya Taifa Muhimbili imekanusha taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa kuna mgonjwa anayefahamika kama Dudu Baya amelalamika huduma alizozipata katika hospitali hiyo. Kupitia taarifa rasmi, uongozi wa hospitali hiyo umesema kuwa madai hayo si ya kweli na hayana msingi wowote, huku akisisitiza kuwa Muhimbili inaendelea kutoa huduma za afya kwa kufuata taratibu za viwango vya kitaaluma. Uongozi huo umeeleza kuwa baadhi ya taarifa zinazosambazwa mitandaoni zinaweza kupotosha umma na kuleta taharuki isiyo ya lazima, hivyo wananchi wanapaswa kuwa makini na vyanzo vya habari wanavyoviamini. Aidha, Muhimbili imewahimiza wananchi kupata taarifa sahihi kupitia njia rasmi za hospitali hiyo au mamlaka husika badala ya kutegemea taarifa zisizothibitishwa zinazosambazwa mitandaoni. Hospitali hiyo imeendelea kusisitiza dhamira yake ya kuboresha huduma za afya kwa wananchi na kuhakikisha wagonjwa wote wanapata matibabu stahiki kwa wakati. Hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Hiki ndio kipimo ambacho unaenda kupima, una tatizo la miguu, majibu yanatoka una tatizo la kichwa. Unaenda unapima una tatizo la kifua, majibu yanatoka una matatizo ya tumbo. Na operation ndio itakapofanyika kwa majibu hayo. Hiki ni kipimo cha MRI, kiko Moi Muhimbili. Nilipima pale toka 2024. Pingili 6 zimepishana juu na chini. Baada ya hapo nikaendelea na mazoezi na baadaye nikatuma ripoti hiyo India, kwamba nilipoambiwa natakiwa kufanya operation nikatuma India kwa madaktari wa huko. Wakacheki wakasema kwa majibu haya ya MRI pingili 6 ni $20,000. Ndio nikaja. Lakini hawezi kufanyia operation kwa majibu ya hospitali nyingine, lazima afanye operation kwa majibu yao kwenye mitambo yao. Nikazama kwenye mtambo MRI hapa India. Kilichokutwa pingili 6 sawa, lakini zimesagika kinome. Ilikuwa imebaki mwezi mmoja. Nikilala kitandani basi nisiamke milele, au nikidondoka sehemu yoyote ambayo natembea, hata nje ya nyumba, hata barabarani, basi niwe wa moja kwa moja milele wa kitandani. Asante Mwenyezi Mungu kuniokoa. Huu ni ukweli. Kwa nini kipimo cha MRI Moi Muhimbili, mgonjwa akienda kupima kipimo hicho, akiingizwa kwenye ule mtambo mpaka avalishwe headphone kama DJ, kama mtangazaji, kama msanii? Niliuliza hii headphone ya nini? Wakaniambia hizi headphone, hii mashine inapiga kelele sana kama mashine inaolanda mbao. Kwa hiyo kwa kuwavalisha wagonjwa headphone, manake tunaokoa asije akapata tatizo la ubongo na damu kuvujilia au kuwa kiziwi kabisa.
Alafu na muda wa kutoka kwenye mashine ni dakika 45 na kwenda risali zima. Ndio hiyo MRI tulionayo Moi Muhimbili. Ya huku ni dakika 15. Nikauliza kwa nini ya kwetu ni dakika 45 mpaka risali. Wakasema nyinyi mnatumia used, sisi kitoka mashine mpya ndio tunakuwa nayo. Tuliokuwa nayo tunatupa. Sasa kwa nini tunafanyana vitu? Tuulizane. Waziri wa afya, naibu waziri wa afya, nenda Moi Muhimbili. Kapimwe na wewe. Ukifika lazima akufanyishe headphone. Wewe umekuwa DJ, umekuwa msanii, umekuwa mtangazaji, unavaa headphone. Huku hakuna headphone. Huu ni ukweli. Tunauana, ndio hiyo. Operation ya mgongo. Majibu yanatoka, unauma kichwa. Unapasuliwa kichwa. Na kama ni waziri wa afya na naibu waziri wa afya, je, waziri mkuu Mwigulu Nchemba analijua hili? Emmanuel Nchimba analijua hili? Mheshimiwa Rais anajua? Kama hawajui wote wakubwa, basi hamfanyi kazi. Nendeni Moi Muhimbili au waulizeni wagonjwa ambao shapimwa na hiyo mashine ya MRI kama hawavai headphone. Life is not fair. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.